Shuhudia tuone kama wampenda, 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 kama wampenda, shuhudia tuone kama wampenda. Nitamshukuru namna gani we, nitamuimbia namna gani we, nitamuabudu namna gani we. O Baba, owe namna gani, Baba wa huruma, Baba huruma kwao. Baba wa upendo, Baba huruma kwao. Baba wa huruma, Baba huruma kwao. Baba wa upendo, Baba huruma kwao. Kama umeangalia makubwa yenye Mungu amekufanyia, kama umeona hii conference ina umuhimu, utaanza kufurahi, na wakati unaanza furahi tutasikia Roho Mtakatifu ameshuka. Haleluya. Amen. Nimesikia simba ananguruma, nimesikia simba ananguruma, simba wa Yuda ananguruma, simba wa Yuda ananguruma, simba ananguruma, simba ananguruma, Amen. Haleluya. 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 Nataka kuexplikia haleluya kidogo. Haleluya ni kuita ufalme wa mbinguni. Miriam wakati aliona wamevuka bahari alisema haleluya, haleluya. Ilikuwa furaha ya kuona uzito wa ufalme wa mbinguni. Kuja hapa kujaribu kutumia sayansi na kujaribu kuunda vitu vyenye viko, tulisema tuko na manual katalogi iko hapa ambayo ni kamusi inasema kuhusu maisha yetu vizuri sana. Amen. Haleluya. Amen. Na hakuna kitu kitaisha. Na mimi leo kweli nawaletea hiyo siri. Tutajifunza responsibility ndio leso yetu. Na ni siri kubwa sana. Atakayeisikia na tuambatane pamoja. Ni siri kwa wenye waamini. Lakini nyinyi mnaoaminia Yesu Kristo kuwa Bwana na mkombozi wa maisha yetu, mtaisikia na mtaifafanua, na tutaanza njia pamoja kama tupigane kwa bidii. Mnajua Wayahudi wakati walicheza na Mungu, iko siku walifika wanakula watoto. Njaa iliwakonga. Mama mmoja akasema hatutaishi. Mimi natoa wangu tukule, wako tutakula kesho. Mtasoma Biblia mtajua. Kama taifa alitaona mambo ni magumu, kama taifa itaona hivi vile tunavyopitia haviwezekani, na turudilie Mungu aliyetuumba atupe mwelekeo, mtaendelea kubeba mizigo asubuhi na njala itaishi. Lakini mwimbishaji aliimba hapa akisema simba wa Yuda ananguruma. Ana uwezo wa kufunga masikio ya yule ambaye anaweza vibaya kufikia conference, na atapita pale na hata sikia nini kinachofanyika. Hataweza kukugusa, hataweza kufanya chochote. Na najua nilifunza leader ni mtu mwenye ana uoga. Haleluya. Amen. 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 Siri kubwa ya maisha yetu iko hapo.
Sasa tutaenda soma vitabu mbili tu ambazo zitatuambia responsabilite yetu ni nini. Leader ni mtu anatumika juu ya watu wengine, hapana jamaa yako tu. Kama unafikiria kisi utajenga nyumba yako peke yako, kanisa yako peke yako, Mungu ila haoni kitu. Ile ni kawaida, ni kitu alikupa bure. Lakini wakati utaanza fikiria watu watafikiwa haje na habari njema ya ufalme wa mbinguni, wakati utaanza fikiria watu watakula namna gani, wakati utaanza fikiria mbona siasa zinakuwa mbaya, nini inaweza fanyika, Mungu anakuona muweye leader, analeta ufalme wa mbinguni muweye. Hailishi uwe mtoto, uwe mzee, uwe mtu wa miaka ngapi, Mungu analeta muweye leadership. Lakini ujui ukipewa ile leadership, kuna kitu unapaswa kufanye, ni responsabilite. Ndugu yangu, ukipoteza responsabilite unakuwa bure, utakuwa impose n'importe quoi, utaitika. Juu hauna responsabilite tena mweji. Haleluya. Na hiyo ndio jambo linangamiza sisi wa Kristo. Tuliachia watu wa ulimwengu nafasi ya kutukontrole. Haleluya. Tulikwepa responsabilite yetu. Haya tunayopitia, atutembei na ngano zenye Mungu alituagiza katika hiyo ulimwengu. Na wakati tutasimama tunatembea nayo, mambo itabadilika katika nchi ya Kongo na ulimwengu mzima itajua ukweli, uamsho umetokea Kongo. Wakongomani wameangalia Mungu na wanashika responsabilite yao na wametengeneza mambo yao, na kesho hii itakuwa ukweli. DRC tutasaidia ulimwengu. Hakuna kitu tunakosa. Tulichokipoteza ni responsabilite. Haleluya. Amen. Wasomi wengi mkongo. Shida ya Kongo sio kukosa kusoma. Na ndio siri tutaongea leo. Haleluya. Shida yetu ni responsabilite yetu na Mungu. Tumeenda kinyume na agano la Mungu na sisi. Mungu yenye alitaka sisi tufanye atulifanye. Na pale Mungu anatupa mgongo, tunaenda tunagongana. Wapolitisia leo wanasikilizana hivi, kesho inakuwa hivi. Twende Ulaya, twende wapi, tufanye nini? Hata wazungu wamejaribu kuingilia mambo ya Kongo, inawachanganya kwa sababu ni afere yenye iko superior yao. Amen. Wakati mkongomani atamjilia Mungu wake, Mungu atamfungula akili. Ile siri yenye Yesu alisema, tutaijua kama vile Mathayo alijua, tutaijua kama vile Petro alijua, na watoto wetu watakula, njaa itaisha, tutafurahi. Lakini tukienda na akili yetu sisi wenyewe, tunagonga mambo. Amen. Tusikuwe hypocrite. Ukikuwa responsable, itika kuwa responsable. Na nani alikupa responsabilite? Tu uobeire kwa loi ya ule mwenye alikupa responsabilite ya kuongoza watu wake. Amen. Amen. Unaobeire ile loi. Twende sasa tuangalie responsabilite yenye tulipewa na Mungu. Amen. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 na mstari wake mdogo wa 15 inasema hivi. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Basi Mwenyezi Mungu akamtoa huyo mwanamume, akamweka katika bustani ya Edeni, ailime na kuitunza. Amen. Wakati aliumba wewe, siku tu ulizalikaka mwa hii ulimwengu, ulipewa bustani ya Edeni. Bustani ni hii yenye unaona mambo yenye Mungu alitengeneza. Akakupa vitu hizi mbili: ulinzi na kazi, kuilima. Haleluya. Ndio vyenye Mungu alikupa mwa hii tere yake yenye aliumba. Hakupewa mamlaka juu ya mwanadamu, ulipewa vingine vyote, lakini kazi yako wewe ni kufanya nini? Kulima hii tere,
kuitengeneza, kuipalilia na kuifanyia ulinzi. Haleluya! Maneno makubwa. Ndio maana Yesu Kristo alisema kweli hiki kitabu ni siri. Kama uelewi Biblia, kuna vitu utazungurukia, utashindwa kuelewa imetokea wapi. Wakati umepoteza agano yako na Mungu, ujue ulinzi hakuna. Nchi yako itaingililiwa. Haleluya! Wakati mwanadamu umepoteza agano na Mungu, umetoka uwepo wa Mungu, umeenda nje ya Mungu, security inakosa kwako. Na ndio unaona nchi ikienda kinyume ya mapenzi ya Mungu, haina security, itavamiwa. Jeshi la ulimwengu mzima liko Mkongo jamani. Wanafanya nini? Wanazunguruka na magari panda shuka, wanakunywa mapombe, sijui na mambo gani wanafanya, na watoto wa Kongomani wanawaangalia tu na macho. Wanakula chakula, wanashiba, wanatupa soda moya, konteja moya, mwaba wa Pakistani wako hapa. Salari yake ya mwisho ni $1200 na jeshi ya FARDC inapata pesa ngapi kwa mwezi? Lakini ujue hizo pesa zote wanatumia, ni nchi yako itailipa. Hiyo yote inafanyika kwa sababu ulinzi hauna, na utakuwa na ulinzi kama hauna Mungu, utavamiwa. Haleluya! Umekimbia responsibility yako, mambo yatakuwa mazito kwako, utashangaa. Haleluya! Juu ya kukimbia responsibility, wengine wanajifanya ni wa responsible wa wengine, lakini wanataka wajionyeshe wenyewe ndio wa star. Unaenda asemi unataka utumikie watu, kesho unakuja kutuonesha vile wanapalaka makoti vizuri. Watu ambao ulikuwa nao pamoja, mkasikilizana, utaenda kule utatutetelea, kesho unakuja utaki hata kuwaona tena. Unaingia kama panya. Hayo maneno tunayaona. Responsibility ikikutoka utakuwa mtumwa. Kule kwenye unakimbia ndio umekuwa na amani, ama amani ni kukuja si wote tukae tulilie Mungu aturudishie authority yetu mikono yetu, tutume mipaka ya nchi yetu, ya eneo zetu, na sisi tuishi vizuri na watoto wetu. Amen. Amen. Haleluya. Responsibility ikikutoka na kile kilikuwa cha samani kwako kitageuka zero. Siri kubwa wenye wako nayo ni nyinyi wa Kristo, ndio mnaweza rudisha responsibility. Lazima mkumbuke maandishi yanasema nini. Mungu alituweka mwa hii ulimwengu tufanye vitu ngapi? Mbili. Tulinde na tuipalilie. Ukipalilia utapata chakula, ukitumika hautakosa kitu. Sasa wakati utakuwa upalilii, wakati utakuwa unakimbia ulinzi, responsibility na kutoka, hauna tena responsibility ya edeni, utaenda unahangaika. Maono yanakuja yanapita, na ndio vile tunaendelea kuteseka. Labda wewe ulikuwa mkombozi, malaika wa ukombozi anazunguruka nyumba kwa nyumba, anaangalia nani iko tayari kumaliza njaa ya Kongo, nani iko tayari kumaliza matatizo ya Kongo. Bana kufikia wewe unakuwa na maono, lakini sasa utaamka asubuhi, uliyaona usiku, asubuhi unaamka unaogopa, na mimi sikusoma nitafanya nini? Lakini kama uko na responsibility na unasoma Biblia, utasimama. Daudi mtoto mdogo sana, responsibility, aliambia mfalme, acha mimi niende nipigane na ule mtu. Mfalme alijaribu kutafuta, anaangalia huyu mtu anamaliza jeshi ya hivi mabatayo na mabatayo ziko na formation za ajabu. Huyu mtoto tu ndio ataenda jiweka mbele ya ule mtu. Unajua mfalme alifanya nini? Alijaribu kumvalisha koti lake. Akachukua koti, aseme basi uende na hili koti langu kule vitani. Akamwambia hapana mfalme, mimi siwezi enda na koti lako, nitaenda jinsi nilivyo. Kwa sababu mfalme alikuwa anafanya piesh, aangalie kama ule mtoto akiweza, ni nguvu ya kifalme yake ndio ilituma anaweza kwa ile koti. Kwa sababu yeye alikuwa na simba wa Yuda, kuhitaji koti la ule mfalme. Alimwambia wakiana na koti lako, nina mzareti wangu na kanzu yangu mimi navalia, niko na simba wa Yuda.
Haleluya. Ushujaa. Ukija mwe hata kukopa, hata kuangalia ukabila itakusaidia kitu. Hata kuangalia wanakucheka, wewe mtoto wa maskini umetoka wapi? Sema kile Mungu ameweka ndani yangu ndio nitaacha nafanya mwa yule ulimwengu, na utakomboa Kongo mzima, utaisaidia. Amen. Siri ya wokovu, msaada kwetu. Amen. Turudilie responsibility yetu. Tutakimbia mpaka lini? Tuya kutokujua mapenzi ya Mungu, twende tunateseka hapa na pale. Lakini Mungu anasema katika hii conference watu watachukua roho ya responsibility. Hawataogopa, watatumika asubuhi, mchana, magharibi juu ya watu wengine wako vizuri.